Nina ujumbe kwenu waandishi wa habari. Naomba mkiweza kunisikiliza mnisikilize. Hiyo ni taaluma yenu. Mmeisotea. Mmeminywa sana mpaka mnakuja sio mambo ya isibati sijui nini mpaka mnakuja kuwa hivyo. Leo hii mnakubali sijui kununuliwa kirahisi. Kwa nini? Hivi mnajua mmeishangaza dunia waandishi wa habari wa Tanzania? Kwani nyinyi ndio mna roho peke yenu, sisi wengine hatuna? Mwandishi wa habari ambaye umesoma kwa shida, umekuja umekuwa mwandishi wa habari, mtu kama Millard Ayo amekuwa ni mwandishi bora kabisa kwa Tanzania. Leo hii amekubali kuingia chaka, amekubali kununuliwa. Hadi mwandishi wake amepata na madhara, anashindwa aseme nini kwa sababu amenunuliwa. Waandishi wa habari mmejidhalilisha sana. Tanzania sisi hatuna mwandishi wa habari hata mmoja. Hata mmoja. Nimeshangaa juzi mmoja anasimama anauliza swali la kipuuzi. Nyie waandishi wa habari mmejidhalilisha. Waandishi wa habari mmejua kutudhalilisha wa Tanzania. Hata mwandishi wa habari mmoja hatujasalia. Mimi wakati nakuwa walikuwepo kina Mwaibale wakati huo. Sijui yupo mpaka sasa hivi. Kina Mwaibale wakati huo, hata kina Fred wao walikuwepo. Kulikuwa kuna kiongozi wa jukwaa la waandishi wa habari. Wakileta kitu cha kipuuzi, sijui alikuwa wakati ule ilikuwa ni wakati wa Mkapa. Wanagoma, hawaandiki habari za serikali. Yani ilikuwa ni mgomo unapita nchi nzima. Hauruhusiwi kuandika, ni anasimama anasema kuanzia leo hatuandiki habari za serikali. Na hawaandiki. Leo hii nyinyi eti ndio mna roho. Eti mnaogopa kufa. Nyinyi si ndio mnampa uhalali huyu muuaji na mtekaji kwamba yani nyinyi sasa ndio mnampa sasa huo uhalali. Hivi kweli jamani? Mmetia aibu. Mmetia aibu. Basi sasa hivi basi mseme kwamba sisi hatukubali. Msikubali. Kwa sababu nyinyi mnaijua katiba ya nchi, mnajua kabisa kwamba maandamano ni haki ya wananchi. Mnafahamu. Simameni na wananchi. Simameni na wananchi. Hizo habari nyinyi mnaenda kuchukua huko Ikulu, sio mnaenda kuchukua, mwisho wa siku sisi ndo tuna view. Tunasoma, tunasikiliza, sisi ndo tunanunua magazeti, sisi ndo kila kitu. Simameni na wananchi. Hii aibu, mmejivua nguo. Waandishi wa habari mmejivua nguo. Yani ni aibu. Mnakubali kabisa, mnaitwa hapo, mnapewa maswali, yani mnapewa majibu ya maswali mtakayoulizwa. Msiulize hivi, msiulize hivi. Embu amkeni nyinyi, acheni ujinga. Ni wakati wa kuikomboa hii nchi. Tutoke kwenye hizo zama. Mmebanwa kila sehemu, amfanyi tena kazi yenu. Amfanyi kazi yenu. Sikizeni waambie hii ni vita. This is war. This is war. Lazima mjue hilo. Kwamba sio kirahisi tu tunaweza tukashinda. I say. Huyo mnayemuona naye alikuwa ni mwandishi ambaye alianzia chini. Leo hii mtu analipwa mamilioni mamia. Ni mtu ambaye anapendwa na watu, yani dunia. Naye alianzia huko, lakini alivaa ujasiri. Leo hii nyinyi mmekuaje? Milioni 10, milioni 20 unauza taaluma yako. Jamani, kila kitu ni kujitoa. Mbona wenzenu wanajitoa? Wenzenu wanajitoa. Yani nyinyi mlivyoona kuna utekaji, nyinyi ndio wakukomesha huo utekaji. Kila mwandishi wa habari angeitumia kalamu yake sawa sawa, utekaji usingekuwepo. Yani kila mwandishi wa habari, kwa sababu ni lazima muwe na crew, ni lazima muwe na kiongozi mmoja. Kila mwandishi wa habari, huo ni online TV kinakali mastori. Leo yeti habari imekuwa ni Nifa mama yake amezidiwa. Nifa amerudishwa rumande. Ndio kitu ambacho mnajua. Sosi ya Nifa kukamatwa, ni kwa nini amekamatwa? Hamjui kwamba yule anaonewa? Hakuna mtu anayeongea. Hakuna mtu anayeongea. Nifa ni kwa nini amekamatwa? Hakuna anayesema. Kesi yake ni ya kuuza barakoa. Mnalijua hilo? Lakini leo hii wote mko mnajazana kisutu ili tu muandike kwamba mama yake Nifa amezimia sio vitu gani. Hivi nyinyi mna akili kweli? Nyinyi mmekuwa wa mapoyoyo kiasi hicho. Mmekuwa ni wajinga na wapumbavu. Kweli? Waandishi wa habari,
Watu kama kina Samsa Sali, watu kama kina nani, kina Maulidi Kitenge. Ni waandishi ambao yani haki ya Mungu. Mmeharibu. Mna kazi ya kuanza upya. Watanzania hatuwaamini tena. Mnatoa habari ambazo mnapewa, mnaambiwa andikeni hivi. Kitu kinakuwa hivi, mnaambiwa pindisheni hivi na mnakubali. Mmekuwa na akili za kipuuzi. Mmetuvunja mioyo sisi wa Tanzania. Msijui mtarudije. Hamna tofauti na wasanii wetu hawa wapuuzi. Mnasimama na waziri mkuu, mnamuuliza maswali ambayo yani mnaambiwa kabisa uliza hivi. Sisi wa Tanzania sio wajinga, sisi tuna akili. Yani tunajua kabisa kwamba hivyo mnavyouliza hivyo ndio mmeambiwa muulize hivyo. Hapa msiulize ili ulizeni. Ulizeni. Miili ya watu imekwenda wapi? Ulizeni. Kwa nini watu walikuwa wanafuatwa majumbani kuuawa? Ulizeni. Ni kwa nini? Kama lengo lilikuwa ni kuwatawanya waandamanaji, kwani watu walikuwa wanafuatwa nyumbani wanauawa? Ulizeni hata zile risasi ambazo zilitumika, silaha gani ilitumika? Risasi 16 zilimpiga Lissu na mwisho wa siku akatoka. Lakini leo hii ni risasi gani zimetumika kuua raia? Watu wanapasuka, risasi moja inampasua mtu kichwa. Risasi moja inampasua mtu mguu. Ulizeni walitoa wapi silaha zile? Yani ulizeni maswali. Lazima muwaulize hao. Msiuze taaluma zenu. Wewe ndio unaweza kuwa unaweza kuwa uko CNN kesho, BBC kesho. Lakini sasa hivi hatuna mwandishi yoyote. Nonsense. Sasa hivi unaweza ukatoka hapa ukaenda kuomba kazi BBC. Nani akupokee kutoka Tanzania? Waandishi wa hovu, waandishi wa pumbavu wasiojitambua. Mmetuzalilisha nyie, amkeni nyie. Acheni ujinga. Mimi naitwa Engineer Kevin. Mimi ni mwanasiasa, mimi ni Mkenya na niko na ndugu yangu hapa natoka Tanzania. Nataka aseme jina yake kwanza ndio tuanze kuongea. Ndugu yangu jina lako ni nani? Naitwa Paulo. Paulo Mediteki moja. Unatoka side gani Tanzania? Nimetoka Tanga, Kilindi njia nani? Andeni. Okay, so mimi naitwa Engineer Kevin. Mimi nataka niambie wana Tanzania. Mimi mnanijua vizuri sana, mimi nilikuwa mstari wa mbele kukampenia mama. But kitu ambayo nilifanya, niliangalia. My friend, niliongea na mandugu zangu kutoka Tanzania. Nimefanya uchunguzi yangu. Nimepata hii mama ni dictator. Hii mama nimeona dictator paka huyu jamaa ako Kenya anateseka juu ya president ambao ni mmoja ambao ni mama ambao ni dictator. Mimi nataka niwaambie Mama Suluhu, wewe wananchi wamekubali utoke kwa kiti roho safi, uende pumzike, wache kiongozi ambaye anaweza ongoza Tanzania. Wacha mambo ya dictatorship. My friend, ndugu yangu, unatoka Tanzania side gani? Ongea kidogo. Nimetoka Kangata. Ndio kijiji chetu, nimetoka Kangata, tunanyanyasika muda mrefu sana. Kwa ajili ya yeye mama wananyanyasa sisi sana. Yaani mateso sote sisi tunapata. Kwa sababu sasa kama sasa atakuwa anaongoza kwa vile kama anachotaka yeye, na wengine sasa ananyanyasika. Wengine wanaumia. Kama ukipata jeraha zote usiangalia hizi ambayo kwenye kwa shia mfugo unapata shida sana. Yaani mfugo yetu anateseka. Maji sasa hivi tunateseka kwa ajili ya maji. Sehemu ya kuchunga hatuna. Kwa ajili ya yeye mama tunateseka sana, nyanyasika sana sisi wa Tanzania. Kama ombi langu kama anawezekana kutolea kwenye kule, jamani atoleni kwenye kiti, aweke nye kutafuteni tupige. Mimi naingia kutafuta kura kuja kutafuta jamaa mwingine. Lakini mama atolee kwenye kiti. Mimi ombi langu ni hiyo tu. So mimi nataka niongezeme hivi, my friend. Sisi kama wa Kenya lazima tuingie ndani kwa uchaguzi wa Tanzania. Lazima hiyo uchaguzi ambao ilifanyika Tanzania, hiyo tumekataa kama wa Kenya. Na mimi nataka niambie Mama Suluhu, hiyo kitu ambayo unasema ati Afrika ati nchi zingine waache kuingilia vitu za Tanzania. Tutaingilia sisi kama wanasiasa na sisi kama wa Kenya, because Tanzania ni ndugu zetu. Ukiangalia ndugu yangu hapa ni jirani yangu. Nimeweka yeye Kenya na ako Kenya hapa anateseka juu ya Tanzania. My friend, mimi nataka niambie Suluhu, unaenda nyumbani upende usipende. Na mimi nataka niambie Suluhu, uliua watu wengi sana. Na tumeona umezika watu kwa shimo moja. Mimi nataka niambia hii koti ambayo iko Tanzania, waacha kukwe pamoja na serikali. Saidia wananchi ambao wanatoka Tanzania. Suluhu, hiyo dictator ambayo unafanya Tanzania. Hapa Kenya pia tulikuwa na dictator na walitoka sasa wako. Ukiangalia Uganda
Ukiangalia president wa Uganda kitambo alikuwa dictator sana. Alikuwa anaitwa nani yule? Idi Amin. Idi Amin alikuwa dictator, alikuwa anaua watu wengi sana. Alikuwa anaua Mkenya, alikuwa anaua Tanzania, alikuwa anaua Uganda, lakini baadaye mtu ambaye anaenda kusaidia Uganda alikuwa president wa Tanzania. Huyu ndiye alitoka pale Tanzania akaenda akasaidia watu wa Uganda. So mimi nataka niambie huyu mama, sisi kama Kenya tutaingilia hiyo puzi ambayo unafanya Tanzania. Tutaingilia na tuta make sure umetolewa kwa kiti, huyu ndugu yangu afuate ile kitu ambayo anataka. Nimesikia hata maendeleo au kufanya. Saa hii unangangana unataka kukosa second term yako ya president. Lakini first term yako hakuna kitu ambacho umefanya. Wewe ulipewa kiti ambayo mtu ambaye amekufa. Ulipewa kiti ya mkufi. Wewe my friend, wewe jitoka kwa hiyo kiti uende ukaa pole na buzi yako. Hatuwezi kubali president ambaye anakuja kwa kiti na asaidie wananchi. Hiyo ni tabia mbaya. Angalia Watanzania wanateseka Kenya. Ndugu yangu anateseka. Tanzania kile mimi nataka niambie, Tanzania ni ndugu yetu. Na Tanzania yeye ndio tunaangalia kwa chakula. Ilete Kenya. Sisi pia kama Kenya tunawasaidia na stima. Hamuna stima. Sasa Tanzania mungekuwa na resources hata kutengeneza stima yenu. Lakini muliingiza mama ambaye asaidii. Mimi ndugu yangu nimeona vitu chungu sana. Mimi nataka niambie wale wa Tanzania. Mimi nataka tarehe 9 Tuesday. Hapa Kenya tunasemanga 7-7. Tarehe 9 ni 9-9. Mtoke wote. Na muende maandamano kila siku. Kwanza nataka kitu ya kwanza, hiyo parliament, muende mkae pale ndani vile tuliingia Kenya. Muingie ndani ya parliament yenu, mfukuze hao wakora wote. Ndio wana Tanzania wapate ile mali ambayo wanataka. Kwa nini? Mama, mimi nashanganga sana, mama wakina mama wanakuanga na huruma. Mama hawezi enda kuua mtoto ama mtu yote. Kwa nini nyinyi mnaenda mnaua wa Tanzania? Alafu unachukua watu wote, unaweka kwa kaburi moja unazika. Alafu wanaangalia tu. Mimi nataka niambia wana Tanzania, sisi kama wa Kenya tuko na nyinyi. Na tunasimama na nyinyi. Tarehe 9 tunasema hapa Kenya kitambo, hapa kwetu tunasemanga 7-7. Hapo Tanzania ni 9-9. Tutakuja na magari vile nitakikana. Tutakuja wengi na to make sure hiyo maandamano imeenda successful mpaka huyo mama ameenda wapi? Nyumbani. Ndugu yangu, Tanzania wakati mlifanya election niliona walishika ma opposition leaders wengi sana. Hakuwa na mtu yote pale walikuwa na compete nayo. Hiyo kama wewe mtu wa Tanzania, wewe uliona kitu namna gani? Ili kuangalia mimi nilipoona Tanzania hii mama alifanya kitu baya. Kwa kweli mimi sijawahi kuona faida yoyote ya yeye mama. Sijaona kabisa. Hamuna. Sijaona faida yake yoyote. Yeye kwanza alikuja kuweka hata hasara, maana Magufuli alilipa deni Tanzania ambayo inadaiwa. Sasa hivi Tanzania inadaiwa pesa. Inadaiwa mbaya mno. Na sijajua hii mama hii alienda kukopa nini mpaka sasa hivi Tanzania sijajua. Kwa nini alikopa kwa hiyo mpaka sasa hivi Tanzania inadaiwa. Kwa ombi langu mimi naiomba Tanzania asimame jamani. Atoleeni hii mama kwenye kiti. Tutavute rais mwingine. Hii sio rais. Hii sio rais. So mimi nataka niambie wana Tanzania, sisi kama wa Kenya, hiyo election ya Tanzania tumenullify na hiyo ni null and void. Tanzania watapanga election yao by January, mwezi wa pili, January tutakuja kutengeneza election ya Tanzania. Hiyo Tanzania, hiyo election ilifanyika, hiyo si election. Kama January mtakuja kujua siku ya election wakati mama make sure ametoka kwa kiti. Huyu mama si president. Huyu mama ni jambasi. Huyu mama ni muaji. Huyu mama hatuwezi kubali akue Tanzania wakati ndugu yangu wa Tanzania anateseka. Hatuongee vitu hivi. Tunaongea because Tanzania hii ni moja wetu. Wengine ndio wale wamekaa pale wengi sana. Hatuwezi kubali vipuzi kama hizo. Au ni angalia pale. Hizo yote ni Tanzania. Kenya sisi ndugu zetu tunateseka watu wa Tanzania. Na hii ndugu zetu. Hatuwezi watu wataseka nje Tanzania. Tunakuja nao Mama Suluhu. Hiyo Tanzania tarehe 9 Tuesday tunakuja maandamano jana Kenya hapa Tanzania. Hiyo maandamano ya Kenya haifanyika. Tunakuja Tanzania, tunafanya maandamano yanayotakikana. Uta make sure umetoroka na hiyo kamisi yako mbio mpaka kwa nyumba yako. Thank you very much.